Karibu. Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu na inatufundisha kupata maarifa ya kutoka kwenye vita vya kiroho tunavyoweza kupitia katika ulimwengu wa roho. Nichukue fursa hii kukushukuru wewe uliyefika katika channel hii na kuingia katika channel ya Apostle Katambi. Na siku ya leo tutakuwa na kipindi kizuri kabisa cha kwa nini tafasiri. Nitakuwa na tafasiri kwa nini unaota mara kwa mara unalishwa chakula ndotoni. Nitakuwa na tafasiri kwa nini unaota mara kwa mara unalishwa chakula kwenye ndoto. Na hapa nitafundisha katika maeneo makuu yafuatayo. Katika maeneo makuu manne nitafundisha kwa nini unaota ndoto unalishwa chakula ndotoni. Kabla sijaanza kipindi chetu kizuri, nitakuomba wewe, kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, nitakuomba ili upate vipindi vyetu vijavyo, maana tutakuwa na maombi na maombezi kwa ajili ya ndoto katika ulimwengu wa roho. Nitakuomba ili upate vipindi hivyo kwa wakati, subscribe channel hii. Na utakapo subscribe channel hii, ukawa subscribe channel hii, utakuwa ni wa kwanza kupata vipindi vyetu kwa wakati na kwa majira mwafaka. Na cha pili nitakacho kuomba, weka hitaji lako hapo chini. Weka unapita pito gani la ndoto. Ndoto yote ulioiota umekosa tafasiri yake, andika hapo kwenye comment, nitaipitia na nitakupa majibu moja kwa moja. Utaniandikia pia umetoka nchi gani, mkoa gani, taandika hapo chini kwenye comment. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie sana. Leo nataka tujifunze kwa nini unaota ndoto unakula chakula ndotoni. Na katika ulimwengu wa roho wanakuletea chakula kwenye ndoto. Yaani unakula mara samaki, unakula mara nyama, yaani wanakuletea, unakula mara pilau, na wanakuletea vile vyakula unavyovipenda kama ni ndizi za kukaangwa, wanakuletea kwenye ndoto. Na unapokula tu kile chakula kwenye ndoto, baada ya muda huwa unapatwa na shida. Baada ya dakika 5 huwa unashtuka kwenye ndoto. Maana yake unatoka kwenye ndoto warudi kwenye hali ya kawaida. Yaani ukishakula tu kile chakula wewe, unaweza kutoka unagawa chakula kwenye masherehe. Lakini ukishakula tu wewe, baada ya dakika 5 unatoka kwenye ile ndoto. Nataka unifuatilie nikupe tafasiri yake kwa nini unaota hivi. Na kuna mwingine, na bado tena kuna mwingine pia unaota ndoto mara kwa mara. Uko shuleni. Mazingira ya shule kule ulikosomea, shule za kijijini, shule za maeneo ulikozaliwa, shule kule vyuo vikuu ulikosomea, unaota mara kwa mara uko shuleni. Na wakati mwingine umemaliza shule, lakini unaota marafiki wa kule shuleni wa zamani uko nao, unaota uko nao, unatembea nao na mshaachana siku nyingi sana. Kwa nini unaota hivyo? Naomba nifuatilie, nitakupa tafasiri yake hiyo, kwamba inaashiria nini. Lakini pia kuna wengine unaota ndoto uko darasani, unafanya mitihani darasani. Lakini wakati unafanya mitihani darasani, saa nyingine unaenda unaota umechelewa. Saa nyingine unaenda unaota kalamu imeisha wino. Saa nyingine unaenda unaota majibu unayajua lakini umeyasahau. Saa nyingine unaota unaigirizia. Saa nyingine unaota umechelewa. Naomba unifuatilie
Ni kwa sababu gani? Unaota mara kwa mara, unafanya mitihani. Lakini pia nataka tuingie katika sehemu nyingine. Unaota saa nyingine upo katika mazingira kijijini kule ulikozaliwa, mazingira kule ulikozaliwa, mazingira kule ulikotoka kijijini, kule ulikozaliwa kijijini, mara kwa mara watu wa kule kijijini. Na wakati mwingine pia unaota mara kwa mara, ambapo unaota watu waliokufa zamani, watu waliokufa zamani, jomba, shangazi, babu, majirani waliokufa zamani. Sasa ndoto hizi zote zina maana moja, zina maana moja. Ngoja nikupe mfano. Figo ikiguswa miguu inavimba. Kilichoguswa ni figo, lakini miguu itavimba. Au nitoe mfano, moyo ukiguswa wa mtu, viungo vingine vya mwili vitakuwa vinauma, vimepata shida, lakini chenye shida ni moyo ndani ya mtu. Mwili utaanza kuvimba, utaanza kushindwa kupumua, utaanza kuwa hali yake anadhoofika. Ndivyo ilivyo tafasiri ya haya yote niliyokuambia, kwamba uko shuleni unaota ndoto, unalishwa chakula kwenye ndoto, unaota ndoto uko darasani, unaota ndoto uko nafanya mitihani. Tafasiri ya haya yote, anga lako la ndoto limekamatwa. Tafasiri ya haya yote unayoota, mara uko shuleni unafanya mitihani, mara uko darasani, anga lako la ndoto limekamatwa. Unasema anga la ndoto ni nini? Kuna anga la ndoto na kuna anga la maombi. Kuna watu walikuwa waombaji, wanaweza kuomba sana, lakini sasa hivi huwezi kuomba. Ukipiga magoti unasikia tu miayo, ukipiga magoti unasikia tu kuchoka, ukianza kuomba unasikia tu uchovu, kwa sababu anga la maombi linakamatwa. Kama wameweza kushika maombi mpaka ukashindwa kuomba, ndivyo hata ndoto zako wanaweza kuzishika katika ulimwengu wa roho. Na pia wakishika anga lako la ndoto, pia unapoota ndoto huwa unasahau. Baada ya dakika 5, dakika ngapi, unasahau ile ndoto. Unaanza kukumbuka, kwa nini nimeota ndoto hivi, kwa nini? Wamekalia anga lako la ndoto. Naomba unifuatilie somo lijalo, nitafundisha kipengele kimoja kimoja. Ina maana gani unapoota uko shuleni? Ina maana gani unapoota watu wamekufa? Naomba nifuatilie katika somo lijalo katika chaneli hii ya Apostle Katambi. Utapataje somo hilo? Ni kwa njia ya subscribe chaneli hii, share video hii kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye magrupu sehemu mbalimbali. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen.